بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفصل الثاني من فصول هذا الباب. Fasli ya pili katika fasli za mlango huu, fi bayani kaifiyati ikhtilafi al-umma, tupo katika kueleza namna ya tofauti ilipo katika umma huu, wa tahsilu adadi firaqiha al-73, na namna ya kupatikana idadi ya makundi yake hayo 73. Tupo katika kuelezea uwanja huo. Kana almuslimuna inda wafati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala manhajin wahid fi usuli ddin wa furu'ihi. Kana almuslimuna, waislamu tulikuwa, inda wafati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wakati bwana mtume anafariki, ala minhajin wahid, tulikuwa katika utaratibu na njia moja, fi usuli dini, katika tauhidi tulikuwa kwenye njia moja, wa furu'i, na katika fiqhi tulikuwa katika njia moja. Ghairu man adhhara wifaqan wa admara nifaqan, ukiwatoa wale walio dhihirisha kwamba wamedhihirisha wazi imani na wakaficha katika mioyo yao unafiki, ukiwaondoa hawa au wengine waliosalia wote walikuwa katika minhajin wahidin, ukiwatoa hawa. Paka mtume anafariki pale, waislamu tulikuwa kitu kipo. Wa awwalu khilafin waqa minhum, na khilafu ya kwanza iliyojitokeza kwetu waislamu, ikhtilafuhum fi mauti nabii sallallahu alayhi wasallam, ni tofauti iliyojitokeza kwenye kifo cha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waislamu tuligawika katika kifo cha bwana mtume. Fazama qaumun, wako katika waislamu waliodai kueleza, minhum, katika waislamu, annahu lam yamut, kwamba mtume hajafariki. Wakoeleza hivi, turudi kwenye historia, nadhani ni maelezo maarufu hayo, sio haya. Wa inma arada Allahu ta'ala, isipokuwa alichokitaka Mwenyezi Mungu, raf'ahu ilayhi, ni kumnyakua na kumnyenyua bwana mtume, kama rafa Isa ibn Maryam, kama alivyomnyenyua Isa mtoto wa Maryam, ilayhi, na kumnyakua mpeleka huko. Wazala hadha alkhilafu, na iliondoka khilafu hii, kutokuelewana huku kuliondoka. Wa aqarra aljamiu bimautihi, na sisi sote waislamu tukakubaliana kwamba kweli bwana mtume amefariki. Hina tala alaihim Abu Bakr as-Siddiqi, pale alipotusomea Sayyid Abu Bakr as-Siddiqi qaula Allah li rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kauli ya Mwenyezi Mungu iliyomweleza bwana mtume na kusema, innaka mayitun wa innahum mayitun, kwamba wewe utakufa na wao watakufa. Hiyo leo mtume kafariki, kama nini kafariki, Qur'ani imeeleza kwamba utakufa na wao. Huyu kafa kweli, sio kama amenyakuliwa, hapana, kafa kweli. Waqala lahum, akawaeleza, man kana yaabudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, yule katika waislamu ilikuwa anaufuata Uislamu na dini ya Kiislamu kwa sababu ya uwepo wa mtume, hivyo alikuwa anafanya hivyo kwa sababu ya kumfuata mtume na sio kwa ajili ya Mungu, na matokeo yake ikaonesha kana kwamba alikuwa anafanya ibada kwa kumwabudu Muhammad. Sayyidina Abubakar akasema, man kana yaabudu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, yule alikuwa anaabudu na kufuata dini kwa sababu ya Muhammad ikafanya. Wa man kana yaabudu rabba Muhammadin, ama yule alikuwa anafuata dini na kumwabudu na kumwabudu Mungu wa Muhammadi, fa innahu hayyun la yamutu, huyo fa innahu hayyun la yamutu, huyo yuko hai na hafi. Kwa hiyo aliyekuwa anafuata Uislamu na kuabudu kwa
sio kwa ajili ya mtume, bali alikuwa kumfuata mtume kwa sababu sheria ndio anaipokea na kutuletea, lakini muabudiwa ni Mungu aliko. Basi huyo Mwenyezi Mungu hafi na Mwenyezi Mungu hai, haitotokea siku moja akafa, haitokei hivi. Sawa? Haya, ama kisa hiko ukitaka kukirejelea, rudi katika Sahih Bukhari utakikuta. Thumma ikhtalafu, kisha tukatofautiana Waislamu baada dhalika fi mawdhi dafni nabii sallallahu alaihi wasallam, katika sehemu mtume akazikwa. Ni wapi mtume azikwe? Huyu bwana mkubwa akazaliwa Maka, lakini bwana mkubwa huyu kahamia Madina, azikwe wapi? Farada ahlu Makkah, watu wa Maka wakataka raddahu ila Makkah, huyu bwana akazikwa kwao kule, ndio kuna wazee wake na ukoo wake na watu wake kule. Lianaha mauliduhu, kwa sababu huko ndiko alikozaliwa. Wa mabaathuhu, na ndiko alipopewa utume. Wa qiblatuhu, na ndio hata kwenye sala ndio kibla chake anachoelekea katika sala. Mawdhi'u naslihi, na ndio sehemu ya kizazi chake ndipo kilipo. Wabiha qabru jaddihi Ismail, huko kuna kaburi pia la babu yake mzee Ismail, juu yake rehma na amani. Warada ahlul auni, watu wa Maka, warada ahlul madinata, watu wa Madina wakataka dafnahu biha, wamziki bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pale Madina. Kwa nini? Lianaha daru hijrati, ndio mji kauhamia, huu kahamia hapa. Wa daru ansarihi, ndio mji wa watetezi wake, walimtetea na kumsaidia mpaka dini katanuka na kuchanua. Waqala akharun, wengine wakasema linaqlihi ila ardhi al-Qudusi, tumsafirishe tukamzike kule Palestina, akazikwe kule Palestina kule. Wadafnihi bibait al-Maqdis inda qabri jaddihi Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam, tukamzike kule katika Bait al-Maqdis liliko kaburi la babu yake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, babu yake aitwaye Ibrahim alayhi salatu wassalam, babake Nabiullah Ismail, na yeye ni babu zake hawa katika nasabu yake mtume, hao ni wazee wake. Wazala hadha al-khilafu, sintofahamu hii na kutokuelewana sisi Waislamu katika wapi azikwe mtume ikaondoka. Bi an rawa lahum Abu Bakar as-Siddiq, ameeleza kuwa kapokea, akaeleza kuwa kapokea Sayyidina Abu Bakar alinabii sallallahu alaihi, kutoka kwa bwana mtume, anna al-anbiya yudfanuna haythu yuqbadu, mitume wanazikwa pale pale walipofia, hawapelekwi kwengine. Fadafanuhu fi hujratihi bil Madinati, na hapo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akazikwa katika chumba chake pale Madina, chumba ambacho ndio alikuwa anaishi na mama Aisha. Hapo ndio akazikwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ikhtalafu ba'da dhalika fil imamati, waislamu baada ya hapo wakatofautiana nani atashika uongozi baada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nani atakuwa khalifa. وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عبادة الخزرجي, wakatangaza wazi kabisa Ansar kwamba bai'a yetu tunampa Saad ibn Ubada al-Khazraji ndio atakuwa kiongozi wa Uislamu. Waqalat Quraish, watu wa Maka na Quraish wakayasema, innal imamata la takunu illa fi Quraish, uongozi huu hau isipokuwa kiongozi awe ni Mquraishi. Rudi katika Sahih al-Bukhari, tizama qissat ikhtilafihim fi al-imamati, utakuta sawa. Lakini thumma adhanat al-ansaru li Quraish, kisha wakatangaza kutii Ansari kuwa
Makuraishi waongoze watu wa Madina waliomnusuru bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakatangaza wazi kwamba kukubali kwao kwamba Makuraishi ndio wao viongozi. Pale walipoelezwa kuwa imepokewa qaula nabii alayhi salatu wassalam, kauli ya bwana Mtume Muhammad semayo al-a'immatu min Quraish, viongozi wakuu wa Kiislamu wanatakiwa wawe ni Makuraishi. Wa hadha al-khilaf, al-a'immatu min Quraish, viongozi watatokana na Makuraishi. Wa hadha al-khilaf, na khilafu hii, tofauti hii, baqin ila al-yawm, mpaka leo wako wanaeleza kwamba pale alikuwa awe ni nani na nani. Khilafu hii mpaka leo bado ipo. Lianna dirara, kwani huyo dirara au al-khawarija au makhawari, qalu, wanasema bijawazi al-imamati fi ghairi Quraish, wanasema inakubalika kushika madaraka na uongozi watu wasiokuwa Makuraishi, nafaa. Thumma ikhtalafu baada dhalika fi sha'ni Fadak, kisha Waislamu tukatofautiana katika suala la ardhi ya Khaybara kule Fadak, kuna eneo la mtume kule. Wa fi tawrithi tarikati anil anbiya alayhimus salatu wassalam, katika zile mali zilizoachwa na mitume Waislamu tukatofautiana. Thumma nufidha fi dhalika qada'u Abi Bakar, kisha ikatekelezwa hukumu aliyotoa Sayyid Abu Bakar biriwayatihi anin nabii alayhi salatu wassalam, kwa mapokezi yake aliyopokea kutoka kwa bwana mtume. Anasema innal anbiya la yurathun, kwa kweli mitume hawarithiwi kama wanavyorithiwa watu wengine. Sawa sawa. Thumma ikhtalafu, kisha Waislamu tukatofautiana baada dhalika, baada ya hapo, fi mani wujubi zaka, kwenye anayezuia uwajibu wa zaka, kwamba hawataki kutoa zaka. Thumma tafaku ala rai Abi Bakar, kisha Waislamu wote wakafikiana kwenye maoni ya Sayyidina Abu Bakar fi wujubi qitali, katika uwajibu wa kwenda kupigwa vita wanaozuia kutoa zaka. Thumma ishtaghalu baada dhalika bi qitali Tulaiha, kisha Waislamu tukashughulika baada ya hapo kupambana na huyu mtu anaitwa Tulaiha. Hina tanabaa, pale alipotangaza kuwa yeye ni mtume. Wartadda, na karitadi, man kana yaabudu Muhammada fa inna Muhammada qad mat. Hawa sasa huyu bwana mkubwa wartadda, karitadi, hatta hazama ila Sham, mpaka alipigwa vita mpaka akashindwa na kukimbilia kule Sham. Thumma raja fi ayami Umar ila al-Islam, kisha baadaye sana, wakati uongozi anaongoza Sayyidina Umar, akaja karudi katika Uislamu. Wa shahida maa Sa'd ibn Abi Waqqas, na akahudhuria katika vita na kushiriki pamoja na Sa'd ibn Abi Waqqas harb al-Qadisiyya, katika vita vya Qadisiyya, na kiwa na Sa'd ibn Abi Waqqas. Hiyo vita ya Qadisiyya ilikuwa ni baina al-muslimina wal furus, ilikuwa ni kati ya Waislamu na Wairani. Leo Sayyidina Umar ndio alifungua futuhati zote za huko za maeneo yale. Washahida baada dhalika harba Nahawanda, na alihudhuria baada ya hapo vita vya Nahawand. Wa qutila biha shahida, wao katika vita vya Nahawand akiwa akafa shahidi. Thumma ishtaghalu baada dhalika, kisha Waislamu tukashughulika baada ya hapo biqitali Musailama al-Kadhabi, kupigana vita na mtu anaitwa Musailama al-Kadhab, ila an kafa Allahu ta'ala amrahu, Allah alipoondoa shari kwa Waislamu la huyu bana. Wa amara Sajahil al-Mutanabbi'ah, na alipolitosheleza swala lake huyo Sajahil al-Mutanabbi'ah, wakalishughulikia swala lake huyo. Wa amra al-Aswad ibn Zaid al-Ansi, na swala la huyu bwana mkubwa naye
ikamalizwa. Thumma ishtaghalu ba'da dhalika bi ikhtali sa'ir al-murtaddina, kisha tukashughulika Waislamu baada ya hapo kupambana na walioritadi na kutoka katika Uislamu, ila an kafa Allahu ta'ala amrahum, mpaka Allah alipoondoa shari kwa Waislamu katika swala la hawa walioritadi. Thumma ishtaghalu ba'da dhalika bi ikhtali ar-rum wal ajami, kisha Waislamu baada ya hapo wakashughulika baada ya hapo kupambana na Waroma na kupambana na Wafursi wa Iran. Wafataha Allahu lahum al-futuh, na Allah akawapatia ushindi mkubwa watu na waumini katika funguzi za kufungua miji hiyo ya Iran za Ajam wa Ajemi hao. Wahum fi athnai dhalika kullihi, na Waislamu katika kipindi chao chote hicho walikuwa ala kalimatin wahida, wako katika msimamo mmoja, katika serikali moja, katika taa moja, lao ni moja. Fi abwabil adli, katika milango ya uadilifu, wa tauhidi, katika milango kumpokesha Mwenyezi Mungu, wal waid, katika milango hiyo ahadi na makemeo. Wa fi sairi usuli dini, na katika misingi mengine ya dini katika misingi hiyo ya tauhidi wako katika kitu kimoja. Wa inma kanu yakhtalifuna fi furu' al-fiqh, pahala wakati kama huu walikuwa wanatofautiana ni katika matawi ya kifiqhi. Ni wapi? Kamirathi aljaddi, kama mirathi ya babu, ma'al ikhwati, anaporithi na ndugu wanamume wa marehemu, wal akhwati, na madada wa marehemu, min al-abi wal ummi, ndugu hawa ambao ni baba mmoja mama mmoja na marehemu, au min al-abi, au ni ndugu na marehemu kwa baba tu. Wa kama masail al-auli, kama masala ya aul zile na KDS inapokata sasa masala yanapandishwa ili kupata KDS itogawa kuwagaia waliokufa. Wal kalala, mirathi ya kalala ni yule mtu aliyefariki hana mtoto mwanamume, lakini anao ndugu, na hana baba na nani, lakini anao ndugu. Rad, na masala ya katika mirathi ya raddi, namna ya kurejeshea kama mali ya mirathi imebaki na hakuna warithi wengine, namna ya rad. Wa taasibi al-akhwati min al-abi wal ummi, na kuwafanya ni maasaba madada wanaoshirikiana na marehemu kwa baba mmoja na marehemu, wal baba mmoja mama mmoja na marehemu, au min al-abi, au wanaoshirikiana na marehemu baba mmoja tu. Mal binti, wanapokuwa wanarithi hawa na binti au binti libni, au wanaporithi na binti libni, na hapo wanaitwa asabatu ma'al ghairi, na wanakuwa na nguvu sawa na kaka zao. Humo Waislamu wametofautiana katika fiqh, sio katika aqida. Katika aqida wako kitu hiki. Wa ikhtilafihim fi jarri alwala, pia kama vile Waislamu walivyotofautiana katika fiqh kuendelea wala kwa maasaba wa bosi wa yule mtumwa. Wa fi mas'alati alharami wa nahwiha, na katika wakatofautiana Waislamu katika mas'ala ya haram. Anasema al-aslu fil ashya at-tahrim. Al-Imam Malik anasema al-aslu fil ashya al-ibaha, sawa na hapo. Khalaqa Allahu lakum ma fil ardi hadha fi kulli shay, kwamba vitu vyote na Mwenyezi Mungu vyote ni halali, mpaka ije nasi kuja kusema hiki haram. Sasa wengine wanaozuoni wamekwenda tofautiana, wasema al-aslu fil ashya at-tahrim, mpaka ije nasi inasema hiki ni halali, lakini asili hizo vitu vyote ni haram. Tunaelewana? Mimma la yurathu ikhtilafuhum fihi tabdilan wala tafsika, vitu ambavyo havikuleta hilafu zao hizo, hazikuleta kuambizana kusema kwamba huyu kwa khilafu hii kapotea, huyu motoni. Haikufika huko, wala kusema huyu ni fasik, haikufika huko. Wakanu ala hadhihi aljumlati fi ayami Abi Bakr, hivi ndivyo tulivyokuwa Waislamu kwa jumla yote tulioeleza katika masiku akiongoza Sayyidina Abu Bakar wa Umar, na alipokuwa akiongoza Sayyidina Umar, wa 6 sinina min khilafati Uthman, na miaka 6 katika uongozi aliongoza Sayyidina Uthman. Mambo yalikuwa ni hivyo. Thumma ikhtalafu ba'da dhalika fi amri Uthman, kisha tukaja tukatofautiana Waislamu katika swala la Sayyidina Uthman, li ashiyaa naqamuha minhu, kwa vitu fulani fulani walivyomkosoa na kumlaumu. Hatta aqdama li ajliha dhalimuhu ala qatlihi, mpaka wakathubutu kwa ajili hiyo waliomdhulumu na wakamuua Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman hakuwa na makafiri, kawa na Waislamu.
tena alikuwa kafunga na alikuwa anasoma Qur'ani kawa. Thumma ikhtalafu baada qatlihi, kisha waislamu tukatofautiana baada ya kuuliwa Saidna Uthman fi qatili, waliomuua Saidna Uthmani tuwafanyaje hawa? Si hivyo tu, wakhadhilihi, na wale waliomtelekeza hawakumpa nusra wale. Kwa nini wengine hakutokea kwenda kumnusuru Saidna Uthman? Ikhtilafan baqiyan ila yaumina hadha, ikhtilafu hiyo inaendelea mpaka kesho. Ikhtalafu baada dhalika, kisha tukatofautiana waislamu baada ya hapo, fi sha'ni Ali wa ashabil Jamal, katika suala la Saidna Ali na wale walioshiriki katika vita vya Jamal, wa fi sha'ni Muawiya, na katika suala la Muawiya waislamu wa ahli Siffin, na watu walioshiriki katika vita vya Siffin, wa fi hukmi al-hakamain Abi Musa al-Ash'ari wa Amr ibn al-As, waislamu tukatofautiana wafanywe nini wale waamuzi wawili walioteuliwa wawe wawakilishi wa Saidna Ali na wawe wawakilishi wa Saidna Muawiya, ambao ni Abu Musa al-Ash'ari na Amr ibn al-As. Alafu wakafikiana, kisha mmoja akaenda akapindua ile mawazo kule wakati anatangaza kwa Uislamu, mwingine akasema vile walivyofikiana, yule mwingine akasema kinyume. Hiyo inatakuwaje mabaya? Na hao ni masahaba, mambo mazito ya Waislamu tukatofautiana, ikhtilafan baqiyan ila al-yawm, ikhtilafan mpaka leo bado iko. Thumma hadatha fi zamani al-mutaakhirin min as-sahaba khilafu al-qadariyya, kisha ikatokea ikazuka katika zama za masahaba wale al-mutaakhirin wale min as-sahaba, masahaba wa mwisho wale, khilafu al-qadariyya fi al-qadar, ikatokea khilafu ya kikundi kinachoitwa Qadaria katika masuala yanayohusu qadari ya Mwenyezi Mungu, wal istitaa, na uwezo wa Mwenyezi Mungu, min Ma'bad al-Juhani, kutoka kwa Ma'bad al-Juhani ndio loanzisha swala ile Qadaria, ndio viongozi wao, wa Ghailan ad-Dimashqi, na kwa huyu pia ni kiongozi wao, wal Ja'd ibn Dirham ndio walioleta hizo khilafu za Qadaria. Watabarraa minhum almutaakhiruna min as-sahaba, wakajitoa na kujitenga nao hawa watu wa Qadaria, katika masahaba wakawa mbali na hawa, sawa sawa, ka Abdullah ibn Umar, kama Abdullah ibn Umar wa Jabir ibn Abdullah wa Abi Huraira wa Ibn Abbas wa Anas ibn Malik wa Abdullah ibn Abi Awfa wa Uqbata ibn Amir al-Juhani qaranihim, na walio kama wao, wa awsau akhlafahum, na wakawahusia wanaofuatia baada yao, bi alla yusallimu ala alqadariya, wasiwasalimu hawa qadariya, wala yusallu ala janaizihim, wala wasiwasalia wanapokufa, wala yaudu mardahum, wanapoumwa wasiwatembelee wa qadariya. Thumma ikhtalafa alkhawariju baada dhalika, kisha baada fima bainaha, kisha wale khawarij wakaja wakatofautiana wenyewe kwa wenyewe, fasarat miqdaru 20, na hapo wakawa kiasi cha makundi 20 firqa, kullu wahidatin tukaffiru sairaha, kila mmoja linamwambia mwenzake ni kafiri. Wallahu a'lam wa a'lam.